Video hii itakuonyesha jinsi gani ya kuweza kubadili taasisi au combination kwa mwaka 2025, na wale wanaopenda kwenda vyuo, basi video hii kuanzia mwanzo mpaka mwisho itakuonyesha hatua hiyo. Nacho kukifanya, kwanza subscribe channel yetu, alafu fanya yafuatayo. Kwanza ingia Google, alafu andika sef.tamisemi.go.tz. Utokea ukurasa huu ambao utakutaka wewe kuweza kuingia. Kama mara ya kwanza usipate tabu, bofya hapo palipoandikwa register, yaani uweze kujisajili kwa mara ya kwanza. Utaweka namba yako ya form 4 na mwaka uliomaliza kwa kutenganisha kutumia alama ya nukta nukta kama mfano unavyoonyesha. Baada ya kufanya hivyo, utaulizwa baadhi ya maswali kama mtihani fulani umepata grade ngapi, utachagua, utaweka jina lako la mwisho na mwaka ulioweza kuzaliwa. Kwa hiyo ukijaza hapo, ukurasa ufuatao utakutaka uweze kuandika password mpya na utaibadilisha na utasave. Utakuwa umeonyeshwa tayari umesave. Hatua inayofuata, ukurasa huu utatokea ukiwa na taarifa zako zote pamoja na picha. Upande wa kushoto hapo utaweza kuona matokeo yako ambayo umepata kwa ufaulu husika, yani masomo yote. Baada ya hapo utaona hapo eligibility. Sasa hii eligibility inakuonyesha kwa matokeo yako unaweza ukachagua taasisi gani, yani combination gani. Kwa mfano, for the case huyu ufaulu wake taasisi hizi 8 anaweza akazichagua. Kwa hiyo zinatokea upande huo wa kulia. Kwa kama zitakuwa nyingi utaziona kwa kubofya next na utaziona zote. Vile vile unaweza ukaangalia eligibility ya wewe kwenda katika vyuo fulani. Bofya hapo kwenye technical, unaweza kuona kwa ufaulu wangu huu unaweza nikaenda kwenye chuo fulani. Utakuja vyuo vyote. Pia utaenda kuna vyuo vya afya itatokea, lakini for the case huyu bwana yeye hana. Vile vile diploma hana pigezo ya kwenda diploma, ila anaweza kwenda akachagua zile others. Kwa mfano hizo agriculture, course agriculture zimekuja hapo, accountants na kadhalika. Sasa nini cha kufanya ili uweze kuchagua? Unatakiwa ufuate maelezo haya. Na kushauri tu, kama bado hujasubscribe, tafadhali subscribe ili tuweze kwenda sambamba kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Kwa hiyo ukirudi hapo juu kwenye information zako utaweza kuona sasa hapo juu kabisa kuna A particulars, alafu B kuna general choice. Sasa katika general choice hapa ndipo unapoanza kuchagua kipaumbele chako kipi, yani priority. Kwa mfano hapa for the case utaangalia kuna form 5, kuna technical college, kuna afya pamoja na education. Kwa hiyo utaweza kuchagua kulingana na moja. Kama form 5 ni kesi yako ya kwanza, basi utachagua, na hii itaendana na ile eligibility yako. Usije kuweka chaguo lako la kwanza vyuo vya afya alafu wewe hauna hizo sifa. Kama ukishachagua lese form 5 ya kwanza, utakuja kwenye hiyo inayofuata form 5 na utaweza kuchagua zile combination ambazo wewe unapenda pamoja na shule. Uzuri ni kwamba shule zote zimeorodheshwa. Mimi nimewekea link hapo chini. Kibofya tu utaweza kupakua orodha zote za shule pamoja na taasisi. Kwa hiyo ukifanya hivyo, ukichagua zote combination ukajiridhisha, basi utabonyeza hapo save and go next. Kwa ukisave na ukaenda next, utafikia ukurasa ambao umekwambia ombi lako limeenda vizuri. Kwa hiyo ukurasa unaofuata utakuwa ni wa vyuo technical college. Kama una sifa za technical college, basi ukurasa huu utaweza wewe kuchagua hivyo vyuo. Kwa mfano for the case hapa namba 1 tunaweza kuchagua computer, au tukija kwenye vyuo vya afya tukichagua haziji. Kwa sababu gani? Kwa sababu hatuna vile vigezo pamoja na hii ya diploma kutokana na eligibility niyokueleza hapo mwanzo. Kwa hiyo mchakato si mgumu. Kikubwa lazima ufahamu kwamba unaenda kusomea vitu gani, na ukishachagua vyote kuanzia hatua zote umesha select, utakuja hapo kitufe cha kusave. Kwa hiyo ukisha save hapa, utakuwa tayari umeweza kutuma hayo machagulio yako kama ambavyo umefanya. Hapo kuna mwongozo unaweza kudownload, lakini hapo utafika mwisho. Kama bado hujasubscribe au una swali lolote, tafadhali nicheke hapo kwenye